Kwa mimi binafsi kwamba haya ndo maisha yangu halisi. This is my real life. Inabidi niakubali kwamba haya ndo maisha yangu. Inabidi nipambane katika njia ambazo ni sawa na hazitoniletea mimi madhara wala kuleta madhara kwa familia yangu au kwa mtu mwingine. Nipambane mimi binafsi. Kwa hapo ni uelewa wa mtu binafsi, kujitambua binafsi kwamba haya ndo maisha yangu. Niridhike na nilicho nacho, niridhike na cha kwetu. Cha msingi ni wanachuo na mabinti wengine tujitambue, tujue tunakuwa na makundi gani. Kuna mtu mmoja alisema kwamba mtu unatakiwa uwe na OQP. Alikuwa anamaanisha nini? Uwe na only quality people. Umeelewa? Yaani wewe si kila mtu tu unatakiwa uwe naye. Hapana, fanya mchujo. Huyu nikiwa naye atanipeleka njia sahihi au nitapotea, nitaishia klabu, kwenda wapi? Yaani wewe ni mzee wa kula shpapi. Si Arusha tunasema shpapi. Kwa hiyo natakiwa ni tujitambue sana kama vijana. Ndugu mtazamaji, kipindi live ni Zeshen. Tunazungumzia Zeshen katika jamii. Mada mahusiano. Ewe mwanachuo, hebu jitafakari mara mbili, jitambue. Kumbuka umetoka wapi. Yes, kumbuka kwamba una wazazi umewaacha, wanakutegemea, wana matumaini makubwa na wewe. Wanatarajia uweze kupeleka matunda nyumbani, wanatarajia kwamba wewe ndo msomi wa familia, waone matokeo kwako. So mwisho wa siku unarudi na matatizo. Yaani unaenda chuo badala ya kuvuna positive unaleta negative. Hii inakuwa shida sana. Kikubwa ni kujitambua. So kwa mwanachuo tu, iwe ni mdada wa miaka 23, mdada wa miaka 28, jitambue. Mkaka, jitambue. Mahusiano sio fashion. Sasa leo tulikuwa na mada hii pendwa kabisa ya mahusiano, na tumeintroduce kipindi cha Zeshen ambacho tunakuwa tunafanya kila siku ya Jumapili. Karibu sana Kikoti Motivation. Subscribe, like, comment na kushare. We love you. We want to get good things together with you.